Hebu sema hofu. Hofu ni mbaya. Hofu ni mbaya na imetutesa. Nitakuonyesha namna ilivyokusababishia matatizo mengi sana. Nitakuonyesha kwenye Biblia. Nitakuonyesha. Tuangalie madhara ya hofu. Tuangalie madhara ya hofu. Namna ambavyo imetuletea shida sana. Hofu imetuletea matatizo makubwa. Madhara ya hofu. Andika tu, madhara ya hofu. Namba moja. Hofu huhuisha. Hofu inahuisha yale mambo unayoyaogopa. Yaani hofu huhuisha yale mambo unayoyahofia. Hofu huhuisha yale uyahofiayo. Hofu huhuisha yale uyahofiayo na kuyadhihirisha katika uhalisia. Hofu huhuisha yale uyahofiayo, yale mambo unayoyahofia. Inahuisha, inaipa uhai yale mambo unayoyahofia, alafu inayadhihirisha kwenye ulimwengu wa damu na nyama. Inadhihirisha kwenye uhalisia. Hofu inahuisha yale unayoyaogopa, yale unayoyahofia, inayafanya kuwa halisi kwenye maisha ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Hofu huhuisha yale uyahofiayo na kuyadhihirisha katika uhalisia. Kitabu cha Ayubu 3 mstari wa 25. Ayubu 3 mstari wa 25. Ndio maana ni muhimu sana uwe na moyo wa kupenda mafundisho. Vinginevyo utakuwa mtumwa daima. Ni vizuri ujifunze sana na utamani sana, uwe mwanafunzi, uwe mtu wa kujifunza. Umjue Mungu kisawasawa, ulijue neno la Mungu kisawasawa. Otherwise unaweza kuwa Mkristo wa jina na adui bado akakucharaza viboko anavyotaka. Kwa ni muhimu sana uwe na ile tabia ya wanafunzi. Uwe ni mtu wa kupenda sana kumjua Mungu, kujua nini Mungu anataka ukifahamu. Biblia inasema hivi, maana jambo hilo ni chalo hunipata. Anasema jambo hilo ni chalo hunipata, nalo linitialo hofu. Biblia yako unaitazama vizuri. Nalo linitialo hofu hunijia. Anasema jambo hilo ni chalo hunipata, nalo linitialo hofu hunijilia. Kwa lile jambo ambalo linakutia hofu, Biblia inasema litakujia. Nisikilize kwa makini sana. Nimekuambia hivi, hofu ndio currency unayolipa kuweza kufanya transaction kwenye ulimwengu wa giza, kuweza kuruhusu mambo ya giza yaje kwenye maisha yako. Kwa hiyo adui akitaka kudhihirisha mambo yake ndani yako, kitu cha kwanza atakuwekea ni hofu. Hofu ukishakuwa nayo, Biblia inasema hilo jambo linalokutia hofu litakujia. Tafsiri yake ni kwamba hiyo hofu hiyo kitu unachokiogopa kitakuwa processed kwenye ulimwengu wa roho. Alafu ile picha unayoiona ambayo inakuogopesha ina attract, inavuta, inaleta vitu kwenye ulimwengu wa roho na kuyadhihirisha kwenye ulimwengu wa kawaida, kwamba huyu kwa kuwa anaogopa hichi, inatengenezwa hiyo picha ambayo yuko ndani ya moyo wako ambayo wewe unaiogopa, inatengenezeka, alafu unadhihirishiwa. Na hivi ulimwengu wa roho unakupa hicho chochote ambacho unakizingatia, chochote ambacho unakipa attention yako, ulimwengu wa roho unakupa hicho. Kwa hiyo
Ukiipa attention vitu negative, itaflow kuja kwako. Ukihofia jambo, ulimwengu wa roho unakupa hicho kitu ambacho unakihofia. Ndio Ayubu anatuambia hivyo, kwa lile jambo ambalo linakutia hofu, Biblia inasema litakujia. Ukiogopa chochote, ukiwa na hofu ya jambo lolote, uwe na uhakika ni swala la muda tu kabla hilo jambo halijadhihirishwa kwenye maisha yako halisi. Hiyo ndio shida ya hofu. Hofu ndio shetani. Hofu ni mbaya. Hofu ukiruhusu tu dada, umekwisha, kwa sababu litaamuru mambo mabaya yaje kulingana na vile unavyoogopa wewe. Nimeongea na mtu? Ndio maana kuanzia unavyoanza kusoma kitabu cha kwanza cha Biblia, una Mungu akisisitiza swala la usiogope, usiogope mpaka mwisho. Usiogope. Anajua madhara ya kuogopa, anajua madhara ya hofu, anajua hofu ni mbaya. Anasema hofu ina adhabu nyuma yake. Ina adhabu. Kwa nini? Kwa sababu inavuta vitu vibaya vinavyoendana na kile unachokiogopa. Nimeongea? Bwana Yesu asifiwe. Unanielewa ninachosema? Kwa ukihofia jambo, uwe na uhakika litatokea kwenye maisha yako. Ni hatari sana. Ni hatari sana. Kadiri unavyotoa muda wako kuzingatia jambo linalokutia hofu. Kadiri unavyotoa muda wako kuzingatia jambo linalokutia hofu, ndivyo ambavyo lile jambo linaumbika na kudhihirishwa upesi kwenye maisha yako. Ukiwa unazingatia juu ya ugonjwa fulani, ugonjwa utajitengeneza na utadhihirishwa kwenye uhalisia. Siku moja nikueleze, nilikuwaga nasikia habari ya mama moja ambaye nilielezwa kwamba ni mchawi. Nikiwa mdogo tu nikaambiwa kwamba mama fulani ni mchawi, lakini nilikuwa simfahamu sura yake, ila jina lake nilisikia, nilitajiwa. Wakati fulani tukawa tumeenda kijijini kwao kwenda kuvuna mahindi. Ikatokea kwamba tukaishia kuingia kwenye nyumba ya yule mama. Mimi simfahamu huyo mama, ila nilikuwa na bibi yangu yeye alikuwa anamfahamu yule mama. Kwa tukawa tumeenda, tukapewa chakula, tukala. Najua jina lakini sifahamu sura yake. Nataka nikueleze nini maana ya hofu na namna inavyofanya kazi. Sasa nimekula chakula, hamna shida, nikashukuru na nimeshiba. Sasa baada ya dakika kama 20 hivi nikasikia jina, bibi yangu akimtaja jina yule mama. Nikakumbuka jina ni hilo ambalo nilitajua kwamba huyu mama ni mchawi. Saa hiyo tumbo lilinianza. Haujasikia ninachosema? Tumbo lilianza hapo kuniuma. Kisa nimesikia, yani jina nilikuwa nalo kichwani lakini sikujua ni huyu. Lakini baada ya kuambiwa ni huyu, tayari akili yangu ikaconnect kwamba kumbe nimekula chakula cha mchawi. Tumbo lilianza hapo. Sikujua kama nilikuwa natamani asubuhi ifike mapema, kwa sababu nilihisi kama vile labda nikifumba macho naweza nikajikuta naamkia upande wa pili. Hofu ikafanya upesi kudhihirisha kile nilichokuwa nakiogopa. Unanielewa ninachosema? Ayubu anasema lile linitialo hofu, lile linalonitia hofu hunijilia. Ukilala usiku ukiwa unawaza juu ya jambo fulani linalokutia hofu, litakujia hata kwenye ndoto. Naongea na mtu mmoja? Ndio maana wakati mwingine tunashauriwa kwamba tusiwaonyeshe sana watu wasiangalie picha za kutisha, movie za kutisha usiku. Afu wewe unawapa watoto wanaangalia mpaka wanasinzia. Usiku wanaamka watoto wananyongwa, sio wanafanyaje, wanakimbizana. Kwa nini? Kwa sababu uliowafanya waliangalia movie za kichawi usiku. Wanaenda kulala na hizo picha kichwani. Ghafla wanaona wachawi wanawajia kwenye ndoto. Naongea na mtu mmoja. Lile linitialo hofu hunijia. Kinachomuua mtu mapema ni zamani, wakati bado madawa ya ukimwi hayajaletwa, watu walikuwa wanakufa mapema sana. Si unakumbuka? Kilichokuwa kinaua watu sio ukimwi. Kilichokuwa kinaua ni hofu.
Hivi nimeongea na mtu? Ni hofu, kwamba akishajua nina ukimwi, mama yangu moja, kwisha habari yangu. Anaanza kuona ndoto zake zote zimekufa, anaanza kuona sina kesho yangu tena. Yaani kila program aliyokuwa nayo anaona kwamba haiwezekani tena. Why? Kwa sababu huu ni ukimwi eti, huu ni ukimwi eti. Na kweli anakufa kwa sababu ya hiyo hofu, kwa sababu the more anavyozidi kulizingatia ndivyo ambavyo ukimwi unakuja, unavaa sura ya ukimwi kweli, inaanza kumchakaza, anakufa mapema. Lakini angekubaliana na hiyo hali, akaona kwa huu ni ugonjwa kama ugonjwa mwingine, akazingatia taratibu anazoambiwa na ushauri na nini, pengine angeendelea kuwa hai. Kwa kinachowaua watu ni hofu. Unakumbuka story ya corona? Si unakumbuka? Hivi naongea na watu hapa. Si unakumbuka story ya corona? Corona iliisha kwa sababu ya kuondolewa nini? Hofu. Kwa sababu ya kuondolewa hofu. Hofu tu ilivyoondoka, corona hatukumbuki tena. Na inawezekana ipogo, lakini kwa sababu hofu imeondoka, wala hatuoni madhara yake tena. Kwa umegundua hofu ni hatari sana ikiingia ndani ya maisha ya mtu. Inakuletea matatizo makubwa. Sikiliza, chochote unachokihofia kinakujia. Watu wengi sana, magonjwa mengi tulionayo wanadamu, mengi sana yametokana na hofu. Sikiliza nikwambie, ukihofia jambo, kinachofanyika ni kwamba mwili wako unaanza kuiprocess hiyo image, hiyo picha ulionayo. Hiyo picha iliyojengeka kwenye moyo wako inaanza kutengenezeka, mwili unaanza kutengeneza, kuumba. Kama unaogopa kansa, kama umeanza kuhisi kama una kansa, inaanza kutengeneza kansa kweli. Unaanza kabisa, Mungu wangu, na kansa sijui nini. Unashangaa tu kitu kimetengenezeka kwa sababu ya hofu. Lakini hofu ikiondoa, Biblia inasema kwamba hofu ina adhabu. Ikiondolewa ndani yako, unakuwa huru. Na nakwambia ugonjwa hauwezi kukupata. Kwa nini? Kwa sababu huna hofu. Milango inafungwa, kwa adui hana nafasi ya kuaccess kwenye ulimwengu wako wa roho na kukushughulikia. Kwa nini? Kwa sababu tiketi yake ni hofu. Amen. Umeelewa? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Umeelewa kitu inaitwa hofu? Hofu imetuletea shida. Hofu imezeesha watu kabla ya wakati. Nakwambia kuna watu wamezeeka kabla umri kwa sababu ya hofu. Kwa sababu ya hofu. Unamwangalia mdada wa miaka 35, utafikiri ana miaka 60. Kwa nini? Kwa sababu ya hofu. Yapo mambo ambayo yanamletea hofu, yakamchakaza. Kwa sababu kuna kitu anakiogopa juu ya future yake. Amefikisha tu miaka 28, hana mchumba, anaanza kupata shida. Sasa karibu nafika menopause, sijui nafikiri sijui nini, umri wangu umeenda, nani atanioa sasa, sijui nini. Hiyo hofu tu inamzeesha. Hiyo hofu tu ya kuhisi kwamba vile niko outdated, kwamba sitampata mtu, tayari inakuchakaza, inakumaliza. Hofu imewazeesha watu. Watu wamepata mikunjo ya usoni kwa sababu ya hofu. Hofu ni hatari. Mwambie mwenzako hofu ni hatari. Mwambie mwenzako kwa sauti kabisa, hofu ni hatari. Ukiruhusu tu, hakuna namna itakubakiza salama. Hakuna. Kwa sababu hicho unachokihofia kitatengenezeka, kitaumbwa, kitadhihirishwa kwako. Hofu ni hatari sana. Hofu ni kitu kibaya sana. Tunahitaji kuipiga vita kabisa, kwa sababu ndio chanzo cha magonjwa mengi ambayo wanadamu wanayo. Ndio chanzo cha uzee wa kabla ya wakati. Watu wengi sana wana mvi, sio kwa sababu ni umri wao ni mkubwa, kwa sababu ya hofu. Watu wengi wana mvi kichwani. Ukimuuliza na miaka mingapi, ni mdogo tu, lakini hofu imemletea uzee, imemletea mvi. Wengine vipara vimeota, ni watoto wadogo, lakini vipara vimeota kwa sababu ya hofu. Unapolala usiku, wakati kuna jambo unaliogopa, unaliofia kwamba litatokea hakika. Ndio maana kuna ndoto unakimbizana nayo usiku, hutaki hizo ndoto zitokee, lakini bado zinatokea. Kwa nini? Kwa sababu unalala usingizini na umeomba kabisa, lakini unalala huku unafikiri kwamba inawezekana na leo nitanyongwa, na kweli unanyongwa usiku. Nimeongea na mtu, unanyongwa usiku kwa sababu umeomba kweli, lakini msukumo wa maombi yako sio imani. Sio imani. Kuna watu wanaomba lakini wanaomba kwa hofu. Ukiomba kwa hofu, Mungu hayupo. Mungu anataka uombe kwa imani.
Umeongea. Lakini ukiomba kwa hofu, wewe ni chakula cha shetani. Haleluya. Unahitaji umwombe Mungu kwa furaha. Ndio maana maombi yako mengi yao ni maombi ya kumshukuru Mungu, yao ni maombi ya upendo. Unampenda Mungu. Usiombe kwa sababu unaogopa kwenda jehanamu. Omba kwa sababu unampenda Mungu wako. Jehanamu iwepo isiwepo, mimi ushirika wangu na Mungu hauna maswali. Nimeongea na mtu? Usije ukao unakuja kanisani kwa sababu unaogopa kwenda jehanamu. Kwa hiyo ikitangazwa kwamba jehanamu haipo, maana yake mtaacha kuja kanisani. Nakwambia kuna watu ikitangazwa tu kwamba jamani, tulikuwa tunatania tu, hamna bwana jehanamu. Wala Mungu sio mkorofi hivyo. Mungu kabisa kwamba wachome watu wake. Hakuna hiyo kitu. Na kuambia kanisani watakuwa wa kuhesabu. Nasema kumbe hamna shida. Tuendelee kufanya mambo yetu huko. Kwa mwinjilisti, watu wengi wanakuja kanisani kwa sababu wanaogopa kwenda kuchomwa moto. Lakini hawaji kwa sababu wanampenda Mungu. Usiombe kwa hofu. Usimfuate Mungu kwa hofu. Mfuate Mungu kwa sababu unampenda. Anasema nyuma ya hofu kuna adhabu, lakini pendo linamkamilisha mtu. Naongea na mtu? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo madhara ya kwanza ni kwamba hofu inahuisha mambo, inaipa uhai. Hofu ina tabia kuupa uhai kitu kile unachokihofia, inadhihirisha. Ulimwengu wa roho unakupa chochote kile kitu ambacho unakizingatia sana, ndicho ambacho ulimwengu wa roho unakupa. Ukizingatia ujinga, ndivyo ulimwengu wa roho unaachilia maujinga mengi yanakuja kwako. Ukizingatia mambo mema mengi yanaachiliwa kuja kwako. Ukiona uchafu mwingi unakuja kwako, ukiona mawazo mabaya mengi yanakuja kwako, ni kwa sababu unazingatia sana. The moment unapozungumza dhambi, ni kama vile mnayatukuza, ni kama vile ndio dhambi inafanyika mara nyingi zaidi. Fuatilia, utakuja kuniambia. Lakini mkizungumza mema ya Mungu, mkazungumza mambo mazuri, hiyo concept ya dhambi yenyewe inafutika tu, kwa sababu kwanza haiko kwenye lugha zenu. Lakini kama mnazungumza mambo mema ya Mungu, mnazungumza upendo wa Mungu, mnazungumza mambo mengi tu ambayo yako ndani ya Biblia, nakwambia hivi, mtashangaa hata dhambi yenyewe hata itatajwa kwenu. Lakini mkizingatia kwamba kila saa ukimwangalia mdada unahisi tu huyu ni mzinzi, ukimwangalia tu hivi unahisi huyu anasumbuliwa na roho ya uasherati. Ukianza kuzingatia hivyo vitu, ndivyo ambavyo hiyo dhambi inakuwa inaota mizizi kwenye fikra za watu. Naongea na mtu? Kwa nini? Kwa sababu the more unavyotukuza mambo ya shetani, ndivyo ambavyo unafungua milango. Mtukuzeni Mungu, semeni mambo ya Mungu, na ndivyo hayo mambo ya kimungu yatakuja kwenu. Zungumzeni mambo mema, yako mengi sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hofu, hebu sema hofu. Acha kuzungumza mambo ya kutia hofu. Nilifika mahali fulani watu wakawa wanafundisha watu, semina imeitwa wiki nzima, watu wanafundishwa majina ya majini na mapepo. Yaani kanisa linafundishwa, mwinjilisti kujua aina ya majini na majina yao na kazi zao. Semina wiki nzima. Nilishangaa sana. Kwa sababu baada hilo somo nini kinatokea? Watu wanajazwa hofu. Kila ukitembea ukiangalia mtu unahisi kwamba wamesema kuna mwingine anakaga kwenye mti. Kuna mwingine anakaga chooni. Kuna mwingine anakaga sijui kwenye bafuni. Kuna mwingine anakaga kwenye kona ya nyumba. Yaani kwa hiyo ukizima taa, picha inayokuja mbele yako, unahisi kama pale kwenye kona ndio wachawi unajua wachawi wanakataga hapo kona, alafu wanapita hapo. Kwa sababu ndio elimu uliopewa. Ukiangalia mtini, ukipita hapo chini ya mti wa mwembe, akili yako inakuletea kwamba wamesema na hapo chini, na wengine wanakuja wanakaa kwenye, unatembea kwa hofu. Maisha yako yanakuwa ya kitumwa. No, hapana. Tumjue Mungu zaidi. Mambo ya giza achana nayo. Huna hata sababu ya kuyazungumzia. Haleluya. Ukimjua Mungu sana unatembea kwa ushindi. Iwe ni gizani, iwe ni nuruni, huna shida. Unalala usingizi wa kitoto. Kwa nini? Hauogopi kama vile atakuja mijitu kukunyonga usiku. Nilikutana na kijana mmoja akawa anateseka na ndoto fulani. Anasema kila akilala usiku, ndoto fulani ambayo hapendi hiyo ndoto inamjia. Kila akilala usiku hiyo ndoto inamjia. Akawa naomba, na alikuwa mtoto mzuri wa Mungu. Alikuwa naomba sana yule kijana. Lakini akilala tu, akitoka kwenye maombi, ndoto inakuja.
anafunga 3 kavu, akilala tu ndoto inakuja. Yaani ametoka kukemea na kuomba, lakini analala ndoto inakuja. Ni mbaya, haipendi, lakini inakuja. Akawa anauliza ni nini nafanya, kwa sababu anasimamia maandiko, anakemea, lakini bado inakuja. Nikamwambia your problem ni kwamba si kwamba hauombi, unaomba, lakini kuna kitu kimeota mizizi kwenye fikra zako. Unalala ukitarajia, yani unalala unasema hebu ngoja leo nione kama atakuja. Unalala kweli, unashangaa hiyo ndoto inakuja, kwa sababu unaizingatia. The more unavyo pay attention, chochote ambacho unaipa attention ina flow kuja kwako, itakuja kwa sababu unaizingatia. Kunachotakiwa ni kwamba wewe unaomba sio kwa imani, unaomba kwa hofu ya kuogopa kitu fulani kitatokea, na kwa sababu hiyo kinakuja hicho kitu. Nikamfundisha namna ya kufuta hicho kitu kwenye akili yake, nikamwambia sasa leo lala, kiwezekana hata usiombe, wewe lala tu kabisa, jifanye kama umesahau kuomba, sio atakuja. Nikamwambia nimesema futa hicho kitu, lala kama vile hamna kitu chochote. Akalala siku ya kwanza, akalala siku ya pili, baada ya wiki moja akanipigia simu akaniambia kwamba sijaona tena hicho kitu, na kuna siku mara naomba mara siombi, mara naomba mara siombi na sijaona. Nikamwambia your problem haikuwa maombi, tatizo lako lilikuwa ni hofu uliokuwa nayo juu ya hicho kitu. Kwa hiyo unaomba lakini unahisi kama itatokea tena. Naongea na mtu mmoja, na shetani anakaa kwenye hofu. Hofu ni mbaya kwa sababu ndio inamwalika shetani. Hofu inatoa mwaliko wa shetani kuja kwenye maisha yako kukusumbua. Naongea na mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana.